Kweli ni wote tumesikia kwamba kuna upotoshaji kwamba kutakuwa na maandamano, kutakuwa na hili, kutakuwa na lile, lakini niseme tu mambo haya tunayaona kwenye mitandao na sio rasmi. Niwahakikishie hakutatokea kitu kama hicho Arusha, na kwamba nimekwisha sema kwamba sisi tuna jukumu la kuwalinda watu na mali zao, na utaratibu nilioeleza ni kwamba watu wajitokeze wakapige kura siku hiyo ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini baada ya kupiga kura, kama huna shughuli yoyote, unaweza ukarudi nyumbani usikilize matokeo baadaye jioni. Lakini pia kama una shughuli, nimeeleza nafasi ya mapumziko imetolewa na tume na serikali kwa kwamba Jumatano itakuwa siku ya mapumziko. Lakini kama unaona unaweza ukaendelea kutoa huduma yako ya biashara, basi hakikisha kwanza umeenda kupiga kura, alafu narudi unaendelea kutoa huduma yako kwa utulivu na kwa amani kabisa. Ninahakikishia ulinzi upo wa kutosha, kiasi kwamba sisi utamaduni wetu sio wa vurugu, wa kukimbizana, wa kutishana, bali ni wa maelewano. Hakutakuwa na mtu ataandamana, kwa sababu tumeshakana kuongea na wananchi wa Arusha kupitia makundi yote. Nimekaa na wazee wa jiji hili la Arusha, nimekaa na vijana kupitia makundi yao maalum, madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa daladala, Easy Ice na kadhalika. Lakini pia nimekaa na viongozi wa vyama mbalimbali, wakiwepo Chama cha Mapinduzi, NLD na wengine, kuwa na maelewano na mshikamano. Sioni ni wapi tunaweza tukaruhusu hilo, na hayupo, labda awe ameletwa kutoka sehemu nyingine na sio wakazi wangu wa Arusha. Kwa Arusha hakutatokea waandamanaji, kwani mheshimiwa, ni mnukuu Mheshimiwa Rais katika kampeni zake, amekwisha sema kwamba maandamano ambayo yeye anaweza akayaruhusu ni yale kwenda kupiga kura, na hajatuelekeza vinginevyo. Kwa hiyo sisi tupo hapa na nyie wanahabari ni katika kuandaa mazingira mazuri ya watu kutumia nafasi hiyo ya kwenda kupiga kura na sio vinginevyo, kwa sababu wote tutakuwa na shughuli moja. Hatutategemea ujumbe mwingine wa aina yoyote kusikiliza kwa wakati huo. Ikitokea jeshi la polisi, labda wewe tu mwenyekiti wa ulinzi na usalama, jeshi la polisi limejipanga vipi sasa kama ikitokea kwa dhibiti haya? Mimi nizungumze kama mwenyekiti wa usalama, sijipangi kufanya hivyo, najipanga